Assalamu alaikum kokote ambapo lipo, kwa majina naitwa Martin Dimashi na nitaweza kukupatia yale yanayojiri hapa nchini Kenya na kule Marekani. Tukianza hapa nchini Kenya ni kuwa mafuriko yanazidi kuendelea kokote ambapo wakazi wa hapa jijini Nairobi wamekuwa kimshutumu gavana wa hapa Nairobi ambaye ndiye Johnson Sakaja kwa kuwa wanasema hawajaweza kuondoa miundombinu ya kuweza kuwekea daraja zile zitakazowasaidia wakazi wa eneo la hapa Nairobi. Na pia bado mvua inazidi kuendelea katika maeneo tofauti katika maeneo ya Nakuru, katika maeneo ya Narok County na pia katika maeneo ya Bomet. Wanasayansi wa hali utabiri wa hewa wanasema kuwa mvua itazidi kuendelea hadi tarehe 7. Mvua itazidi kuendelea. Kwa hivyo wakazi na wananchi wanaambiwa weke tahadhari. Wanasema kinga ni nzuri kuliko ajali, au sio? Tukivuka Marekani ni kuwa Rais Donald Trump hajaweza kuweka makubaliano kwa kuwekwa kwa yule aliyekuwa mtoto wa mkuu wa Iran, ni alikuwa Ayatollah Khamenei. Rais Trump anasema kuwa atazidi kukataa na hataweza kuweka makubaliano dhidi ya kumweka kwa mtoto aliyekuwa mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei. Nitazidi kukuelezea haya ni matukio kadri yanapotokea. Nitazidi kukupatia yanayojiri hapa nchini Kenya na kule Marekani. Hayo ni yalikuwa tu ni baadhi ya mambo ambayo yanayojiri. Jina langu tabaki kuwa wanchikavu baharini na tangani, Martin Dimashi. Asante sana mwenzangu Martin Dimashi, na sasa tujitose kimasomaso katika mawimbi ya michezo, na ni kwamba alikuwa mkufunzi, tutaanzia na taarifa ya Tanzania, na ni kwamba alikuwa mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars Engin Firat alizikwa hiyo jana katika nchi ya Uturuki, jiji la Goynak kule nchini Uturuki. Na mkufunzi huyu alihudumia timu ya taifa tangia mwaka wa 2021 hadi mwaka 2024 alipojiuzulu. Mkufunzi huyu anahudumia klabu ya AS Negma ambayo ina Wakenya Masud Juma na Austin Odhiambo. Hali kadhalika Mwenyezi Mungu ailaze roho yake palipema penye wema. Tukiachana na hayo, na ni kwamba mechi za ligi ya klabu bingwa bara la zilirindimwa hiyo jana usiku wa kuamkia leo, na ni kwamba Bayern Munich wakiwa ugenini waliwatitiga Atalanta magoli 6-1. Mchezaji Michael Olise akifunga mkongoto wa magoli 2 pamoja na Luis Diaz na Jackson. Hali kadhalika Newcastle wakiwa nyumbani St James Park walitoka sare goli 1-1 dhidi ya Barcelona. Goli lake Lamine Yamal kupitia mkojo wa penalti lilisawajisha mechi hii. Nao Liverpool wakiwa ugenini kule Galatasaray walitigwa goli 1-0 ambapo Mario Lemina alifunga goli la kipekee. Nao Tottenham Hotspur tena walichezea sharubu za babu baada ya kutigwa magoli 5-2 dhidi ya Atletico de Madrid, magoli yao yakifungwa na Julian Alvarez ambaye alifunga takriban magoli 2. Tukiachana na hayo, kuna mitanange ambayo imeratibiwa kupigwa hii leo, na ni kwamba mabingwa wa dunia Chelsea watamalishana njuga dhidi ya mabingwa watetezi Paris Saint-Germain. Nao mabingwa mara 15 Real Madrid wamenyane na Manchester City yake Pep Guardiola. Bayer Leverkusen waalike Arsenal na Bodo Glimt ikipiga dhidi ya Sporting Lisbon. Kufikia hapo natamatisha. Mimi nafahamika kama mwana michezo DM Gonga Gogo, hadi usikie mlio wake.